Raila guu moja ndani jingine nje, asema bajeti ya Mbadi ni nafuu. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Kinara upinzani Raila Odinga Jumanne aliendelea kuwakanganya wafuasi wake kwa kusema kwamba hayuko serikalini, na wakati huo akitoa wito wa kuungwa kwa mawaziri wa ODM ambao wanatumikia utawala wa Kenya Kwanza. Bwana Odinga amekuwa akilazimika kutumia majukwaa mbalimbali kujitetea kuwa ODM si sehemu ya utawala wa Rais William Ruto ambayo inakabiliwa na maasi hasa kutoka kwa Gen Z. Akizungumza wakati wa mkutano wa uhasibu jijini Mombasa, Bwana Odinga aliwataka wanasiasa kuunga mkono wataalamu wa ODM ambao wanahudumu kama mawaziri, akisema kuwa atasaidia kuimarisha uchumi wa nchi. Baadhi ya viongozi wa ODM ambao wanahudumu kama mawaziri ni John Mbadi kama waziri wa fedha, Opiyo Wandayi kama waziri wa kawi, Hassan Joho waziri wa madini, Beatrice Askol Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Wycliffe Oparanya kama waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo. Sasa alisema bajeti ya mwaka wa kifedha mwaka 2025 mwaka 2026 itakuwa nafuu na itachangia kuleta mabadiliko ya kiuchumi kutokana na uongozi wa kuridhisha wa Bwana Mbadi. ODM ilisaidia serikali na wataalamu na ilikuwa tu Julai mwaka jana. Sasa tupo Mei, hawajafanya bajeti yote, na bajeti ya Mbadi mwaka huu ndio itatumika kutathmini utendakazi wake. Kwa hiyo mpeni wakati na mtaona tofauti, akasema Bwana Odinga. Wape wataalamu wa ODM muda wa kufanya kazi na mtaona matunda yake, kaongeza akijibu maswali kutoka kwa Wakenya wakati wa kikao hicho. Hii ni mara nyingine ambapo Bwana Odinga anasisitiza kuwa yupo serikalini na kuwakanganya wafuasi wake, ikizingatiwa baadhi ya viongozi wa ODM wamekuwa akisisitiza wapo na Rais Ruto sako kwa bako. Mnamo Jumamosi, Bwana Odinga akihudhuria mazishi ya jamaa yake Siaya alitofautiana na ndugu yake Daktari Oburu Odinga, akisema kuwa hayuko serikalini. Oburu anaongea tu maneno ambayo hayapo. Mimi siko serikalini, niko nje, wacha waongee, akasema Raila Odinga, akiunga mkono kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na gavana wa James Orengo za kukosoa serikali. Akiwa Mombasa, Bwana Odinga kwa mara nyingine aliwakemea wabunge kuhusu kusimamia hazina ya fedha ya ustawi wa maeneo bunge CDF, akisema kuwa hazina hiyo inastahili kusimamiwa na magavana kwenye kaunti. Pia alisema ada ya ujenzi wa barabara mashinani inafaa ielekezwe kwa kaunti badala ya kusalia na serikali kuu, akisisitiza kazi wa bunge ni kutunga sheria na kufuatilia matumizi ya rasilimali ya serikali. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Iran Media.